Kwa hiyo tunapenda kushukuru sana kwa sababu hospitali hii ni ya kanda, inahudumia mikoa 7. Kuanzia Ruvuma, Iringa, Njombe, Mbeya yenyewe, Songwe, Rukwa pamoja na Katavi. Kwa hiyo kote huko wakihitaji rufaa au kutoa rufaa kwa wagonjwa wao wanawaleta hapa, lakini pia wakihitaji huduma za kupata utaalamu, kuleta watumishi wao kujifunza au sisi kupeleka utaalamu, wanapata kutoka hapa. Kwa nini nasema hivyo? Maana yake msaada wote unaotolewa kwenye hospitali ya rufaa ya kanda Mbeya kwa namna moja au nyingine unagusa mikoa yote hiyo niliyoitaja. Kwa hiyo hii zawadi ambayo umetuletea maana yake itakuwa na manufaa makubwa sana. Kwa hiyo bado tunahitaji wadau wengine wengi kuendelea kutuunga mkono ili kwa pamoja tuwe na uhakika wa afya zetu, afya za watoto wetu, na sisi wote tuwe salama, kwa sababu katika kufanikisha mambo yoyote afya zetu ndio mtaji namba 1. Hospitali zetu ikiwemo hata nyia kanda ya Mbeya zina mahitaji mengi, na tunajua serikali yetu ina majukumu mengi, si kwenye afya peke yake. Naweza nikasema karibu mambo yote yanaitegemea serikali. Hiyo ni kutokana na ukweli kwamba tu bado labda sekta yetu binafsi bado haijawa ile vibrant vya kutosha kuweza kuisaidia serikali katika utoaji wa huduma hizo za msingi kwa wananchi, zikiwemo za afya, za elimu na nyinginezo. Kwa hivyo ni wajibu sasa wa kila mwananchi mzalendo wa nchi kuchangia katika kuona kwamba huduma za afya zinaboreshwa nchini kwetu na huduma nyinginezo. Sasa najua serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa na mipango endelevu na mikakati mikubwa ya kuboresha huduma za afya nchini. Kwa hivyo ni jitihada kubwa zimefanyika na bado zinaendelea kuhitajika, kwa maana ya kuongeza zaidi vitendea kazi na nyenzo mbalimbali ili kutoa huduma zilizo bora zaidi kwa wananchi. Sasa na sisi TAKUKURU tumewiwa kuunga mkono juhudi hizo za Mheshimiwa Rais, basi walau kutoa hizi mashine 2 kwa imani kabisa kwamba zitasaidia, na kwa kweli zitasaidia kuokoa maisha ya watoto ambao wamezaliwa kabla ya muda, tunaambiwa wakiwa na uzito pungufu, hivyo kuwa prone kwa magonjwa mbalimbali ikiwemo ugonjwa wa manjano. Ili na sisi huo mchango wetu katika kuokoa vifo vya watoto ambao vingesababishwa na kukosekana huduma muhimu kama hiyo, ili nao wakue siku moja wao kuja kuwa raia wema, na of course wao raia wapinga rushwa. Sababu tuna imani katika makuzi yao, malezi yao hospitali watasikia kuna taasisi moja ya kijinai iliwahi kupita hapa ikakabidhi vifaa fulani ambavyo navyo vimechangia katika kukua kwao mpaka hapo watakapokuwa wamefikia. Kwa hiyo tunapenda kushukuru kwa hafla hii. Wito wetu ni kwamba mvitunze vizuri ili vitumike kwa muda mrefu zaidi, basi viokoe maisha ya watoto wengi kama ilivyokusudiwa. Kama nilivyosema, hii ni michango. Kwa hivyo kwa namna yote ile hii CSR hapana hata kidogo. Maana CSR ni kwamba unanyofoa kwenye faida uliyopata. Sisi hatuna faida. Tunajua tunaihudumia jamii, kuona kwamba jamii inaishi kimaadili, kiuadilifu, jamii sio endekeza vitendo vya rushwa, kwa maana yote kutoa na kupokea rushwa, na kimsingi jamii yenye uzalendo inayojali ethics na integrity. Baba ya wafanyakazi wenzangu, naomba unifikishie salamu kwa wote waliohusika katika kuhakikisha kwamba kwanza walipata wazo hili na kuhakikisha kwamba zawadi wanazotakiwa kutuletea ni za mtindo huu, kwa sababu kwa kufanya hivyo sadaka yao itakubaliwa mbinguni, kwa sababu wanawasaidia watoto hao wachanga ambao wao wenyewe hawawezi kujieleza. Kwa sisi tunaofanya kazi na watoto wachanga, kwa niaba ya hao watoto wachanga tunaomba mpokee shukrani zetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalizie kwamba kwa niaba pia ya hao wafanyakazi, vifaa hivi vimetolewa kwa watu kwa ajili ya huduma za watoto wachanga. Tutajitahidi, mimi kama mkuu wa idara, kuhakikisha kwamba vinafanya ile kazi iliyokusudiwa, na tutajitahidi kuhakikisha kwamba tunavitunza kwa mujibu wa miongozo ya kutunza rasilimali na vifaa vya umma. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba vitafanya kazi ile ambayo ilikuwa imekusudiwa. Na sisi wafanyakazi tutakapokuwa tunavitumia vifaa hivi, tukiwaona kwamba tulipewa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, na sisi tutaimarika na tutahamasika kupinga na kupambana na rushwa katika mazingira yetu ya kazi. Asanteni sana.